Qala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, anasema Sheikhul Islam, jima'ul khair, jambo ambalo linakusanya kheri ili onekane kwamba mtu huyu kapata kheri nyingi. An yakuna al-abdu sadiqan amina, ni mtu kuwa mkweli alafu kisha ni mwaminifu mwenye kutunza amana na dhamana za watu. Huyu ndiye ambaye amekusanyiwa na kheri zote. Watukufu wa Islam, hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallama inatuambia mambo manne yakipatikana kwako usijali yale ambayo utakayoyakosa katika hii dunia. Akaanza na jambo muhimu la kwanza, hifdhu amana au hifdhul amana, kutunza amana. Al-amanatu min a'zami al-akhlaqi allati bu'itha biha al-anbiya. Amana ni jambo adhim ambalo kwalo wameteremshwa na wametumwa mitume kwa umma zao kuweza kulieneza hili jambo. Qala Allahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha, hakika ya Mola wenu anakuamrisheni na anakutakeni mtekeleze amana kwa wahusika. Kama kuna dhamana yoyote iko kwako ya mtu ambaye alikupa umtunzie, basi ufahamu kwamba umeamrishwa na Mola wako uitunze hiyo amana na uifikishe kwa mhusika kama ilivyo. Kama kuna wadhifa umepewa uweze kuusimamia, ufahamu kwamba Mola wako kwa wadhifa huo anakutaka utekeleze kama inavyohitajika. Qala subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, akielezea na kuorozesha katika suratul Mu'minin, katika kuanzia aya ya kwanza ya pili, qad aflaha almu'minun, wameshafaulu waumini, alladhina hum an salatihim khashi'un, wale ambao katika swala zao ni wenye kuwa ni wanyenyekevu, mpaka mwisho akasema walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, waumini ni wale ambao katika amana zao na ahadi zao ni wenye kuzichunga. Kuchunga amana ni nembo na ni alama ya kuwa na imani. Qala sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, addul amanata ila man itamanaka, tekeleza, ifikishe ile amana kwa yule aliyekuamini. Mtu kakukabidhi kitu chake, pesa yake, chochote katika mali yake, basi ifikishe. Kama umeagizwa ipeleke, kama umepewa uitunze, atakuja kuichukua. Umekopeshwa, unatakiwa ulipe, wewe unatakana ufikishe hiyo amana na uitekeleze kulingana na mlivyokubaliana na huyo ambaye alikupa hiyo amana. Wala takhun man khanak, wala usilipize khiana kwa yule aliyekufanyia khiana, kwamba yeye aliwahi kukudhulumu basi na wewe unamdhulumu. Yeye aliwahi dhulumu fulani, wewe ndio unamlipizia yule aliyodhulumiwa na mdhulumu huyu. Hapana. Wala usimkhini, usimfanyie khiana yule ambaye ameshawahi kukufanyia khiana, bali wewe baki na uaminifu, tunza ile amana, ifikishe kwa mwenyewe. Qala sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, la imana liman la amanata lahu, hakuna imani iliyotimia na iliyokamilika kwa mtu ambaye hawezi kutunza amana. Kama kuna sehemu mtu anakuwa ni mwenye kudhulumu amana za watu, ni mwenye kuzikwapua amana za watu, ni mwenye kuzipora amana za watu, basi fahamu kama ni mimi au wewe, hakuna imani iliyotimia, bali imani hiyo imeshuka chini. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah,
Alimamu Nawawi anasema al-amanatu, amana tashmulu huququllahi, inajumuisha haki za Allah, wa huququl ibadi, na pia inajumuisha haki za waja. Amana inajumuisha wewe kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala ipasavyo, na pia inajumuisha kuachana na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama ambavyo pia inajumuisha na haki za waja. Hao wanadamu unaoishi nao inajumuisha pia amana. Kama hauna amana na watu, kwenye swala 5 unakuja kwa wakati, unatekeleza kama alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Funga ya Ramadhani unaitekeleza kama ilivyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Zaka unatoa kama alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini akija mtu akatunza kitu chake akakukopesha, humlipi na umeshampotezea, ujue kwamba wewe hauna amana. Rudi kwanza kwa Allah subhanahu wa ta'ala uweze kutubia na utekeleze amana za watu. Qala Ibn Kathir rahimahullah, Ibn Kathir naye akasema al-amanatu tashmulu jami'a ma utumina alayhi al-insan min dini wa dunya. Amana inajumuisha kile alichoaminiwa nacho mtu, iwe ni katika dini au ni kile ambacho ameaminiwa katika mambo ya dunia. Umepewa cheo katika ngazi ya familia, kuwa mwaminifu. Umepewa cheo katika ngazi ya kikundi, kuwa mwaminifu. Umepewa katika ngazi ya mtaa, ngazi ya jimbo, ngazi ya taifa, ngazi ya kadha wa kadha, uwe ni mwaminifu, kwa sababu hiyo pia ni nini? Ni amana. Na hali kadhalika kwenye dini nayo hivyo hivyo, unatakana uwe ni mwaminifu katika maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mfano Allah anatuambia hafidhu ala salawati was salatu alwusta wa qumu lillahi qanitin, hifadhini swala zote 5, was salatu alwusta, na swala ya alasiri, na msimame kutekeleza nyanjibu na amri za Allah subhanahu wa ta'ala mkiwa ni wanyenyekevu. Huo ni mfano wa amana za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini yale ambayo tunaaminiana mimi na wewe na yeye na fulani, hizi pia ni amana. Kwa ngazi yoyote itakavyokuwa, hizi ni amana. Kwa hiyo naweza nikakupa mfano wa sura ya amana. Hifdhu sala, kuhifadhi swala 5 ukaziswali kwa wakati ndani ya jamaa zote 5, hii ni amana. Hifdhul amwali, kuhifadhi mali za watu, hii ni amana. Hifdhul asrari, kuhifadhi siri za watu, hii ni amana. Sio jambo limekupita sikioni, umelisikia kwa kuwa tu umelifahamu na umelijua, unawashwa, haukai ukatulia umwambie fulani na fulani. Kuna watu huwa maneno yakiwafika, jambo likimfika, anawashwa, hawezi kutulia mpaka alieneze, ndio moyo wake utatulia. Vile anapopaparika utazani anachawa wanaomng'ata, au ana wadudu, au ana upele katika mwili wake, kwa sababu hawezi kutulia kama hajalifikisha wala hajalieneza lile jambo. Huyu hana amana, huyu hana amana. Kama una tabia hiyo ya kutokutunza siri za watu, mko kwenye kikao tayari, kikao hakijaisha, wewe tayari ushasendi message. Mko kwenye kikao cha familia au mmezungumza jambo na fulani, wewe tayari ushawasilisha habari. Haujafika unapiga simu, unajua kuna nini kimetokea, kuna hichi na hichi. Hii ni kukosa amana. Kishki TV, nuru ya dini yako.